Wewe sema kwanza machinjioni. Machinjioni. Atoki mtu. Taarifa ambayo ilikuwa imetoka ni kwamba Simba wasingeweza kutumia uwanja wa Mkapa kwa sababu ulikuwa umefungiwa. Ni kweli ilikuwa taharuki kubwa sana ambayo kila mmoja alistuka kwamba itakuwaje sasa, kwa sababu Al Masry tunajua ni timu kubwa kutoka pale Misri, na machinjio tunayajua ya Simba yako kwa Mkapa. Itakuwaje akitumia machinjio mengine, waende Amahoro, si Rwanda huko, sio waende Amani ambako Simba hatujawahi kuona mara nyingi wakitumia, hata michezo mingine yote haja kufanya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni taharuki kubwa sana, lakini pongezi kubwa kwa katibu wa Wizara ya Michezo sana, waziri kwa maana ya katibu wa Wizara ya Michezo, kwa maana mwenye dhamana ya michezo, kwa maana ya Gerson Msigwa, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali. Alitoa tafsiri nzuri kabisa kipindi kile kwamba ni uwanja ambao uko katika ubora. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa matengenezo ambavyo kafu wao hawakujua kama kuna uwekezaji wa kiasi gani kwenye ule uwanja. Umenielewa? Lakini kwa upande wake kama msemaji wa serikali akaja na kitu ambacho kilitoa taharuki kubwa ambayo watu walikuwa wamejaa kushangaa, yani kuogopa kwamba pengine Simba ingetumia uwanja tofauti. Huwa watu wanasema breaking news, ambayo inatoka kwangu sasa. Kwa taarifa ambazo mimi nimezipata, uwanja wa Mkapa uko tayari kutumika na Simba. Kwa hiyo ni taarifa tu kutoka kafu na kusema bwana uwanja utumieni. Kuna kitu ambacho kilitokea kwa upande wa kafu. Wale ambao huwa wanahusika na viwanja kutazama nini, umenielewa? Kuna watu ambao walienda pale uwanjani kwa ajili ya kuangalia uwanja. Na ule uwanja ulikuwa kwenye matengenezo, wamekata nyasi. Unajua kata nyasi unataka kumwagilia, kuna baadhi ya vitu unaweza kuona kuna utofauti. Sasa yeye akaangalia kwa mbali akasema uwanja hauna viwango, hauna hadhi ya kucheza mechi. Lakini serikali imewekeza uwekezaji mkubwa sana kwenye kuhakikisha uwanja unakuwa salama. Ndio maana kwa maana msemaji wa serikali Gerson Msigwa, ambaye pia ni katibu wa michezo, akatoka na kueleza kwamba uwanja uko vizuri kabisa. Na hiyo kauli ambayo aliitoa, ndio maana tunasema kuna umuhimu sana wa kuwa na mtu ambaye anajua michezo, anajua engo, ambaye kwenye upande wa michezo ni sehemu yake ambayo anajidai. Mtu kama Gerson Msigwa kwanza kuwasiliana, taarifa ambazo nimezipata sasa, alienda kuwasiliana na watu wa kafu na kuambia kwamba kila kitu kiko sawa, kwa sababu ule uwanja unasimamiwa na serikali. Umeelewa? Kwa watu wa kujibu zile hoja ni upande wa serikali. Kwa hiyo Msigwa utakuwa unakumbuka kauli ambayo alishai kuitoa, akasema mpaka yani wao kafu itakiwa waje tarehe 20 kuja kuangalia uwanja kuona kama uko sawa sawa. Yeye tarehe 12 anawaambia hata leo akisema waje waone uwanja uko katika viwango vya juu. Umeelewa? Sasa kwa upande wa kafu au kwa kutumia watu wao ambao wanawaamini, wakasema hebu tuangalizieni uwanja kama uko sawa sawa. Umeelewa? Kuna mtu anaitwa Mustafa, naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye kutazama na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna watu wengine ambao nao wanahusika kuviangalia viwanja. Kutokana na ile kauli ambayo Gerson Msigwa alizungumza, kafu wakasema kama serikali inazungumza kwamba hiki kiko sawa sawa, inawezekana kiko sawa sawa, hebu tukathibitishe kabla ya tarehe 20. Taarifa nayoipata mimi, kabla ya tarehe 20 watu wametumwa, lakini sio official kama ambavyo itakiwa tarehe 20. Wakaenda kuangalia uwanja, hebu tuangazie ni uwanja vipimo na kule wanakuta uwanja uko fresh kabisa. Kwa hiyo ninavyokuambia sasa hivi, taarifa nilionayo, kafu wenyewe wanasema bwana pamoja hiyo tarehe 20 hatujaja. Hiyo mnazungumzia official sasa. Hiyo tarehe 20 hatujaja kuangalia uwanja, Simba wautumie. Kwa hiyo mpaka dakika hii Simba wanaruhusiwa kutumia uwanja wa Mkapa. Na Simba sasa hivi wako wanafanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa. Akili yao wanajua kwamba tunaenda kutumia uwanja wa Mkapa. Machinjio yao sehemu ya machinjioni ambako wao wanaenda kuwachinjia watu. Unakisema machinjio ukashangaa unaenda kuchinjiwa mwenyewe. Kwa hiyo Simba kikubwa kwa mashabiki wa Simba, hili linakuwa kama ni jipya kwao. Tokea taharuki imetokea, wengine wakajiuliza kwa sababu kuna taarifa kwamba huenda ungetumika uwanja wa Amani Zanzibar, huenda ungetumika uwanja wa Mahoro pale Rwanda. Kulikuwa na taharuki hizo.
Na watu wako wanajiuliza mashabiki itakuwaje? Yaani shabiki ende huko inawezekana uwanja usijae afu kukawa hakuna amsha zile nduru za mashabiki wa Simba zikakosekana kwa wachezaji morali kujikuta Simba wakajikuta Simba wanapoteza. Lakini mpaka dakika hii kwa taarifa ambazo zimezipata na nitaendelea kumtafuta kwa maana ya katibu wa michezo mwenye dhamana ya michezo Gerson Msigwa na watu wengine ambao wanaweza kutupa uhakika huu kwa mtu ambaye anataka kupata uhakika. Mimi nawaambia hili ni swala la uhakika. Simba watacheza mchezo wao katika dimba la Mkapa kwa taarifa ambazo nimezipata, na naamini kabisa mpaka dakika hii hata Simba wenyewe taarifa watakuwa wameshazipata. Na wamefurahishwa na hili. Yeah. Au Gerson Msigwa aligundua kwamba hili ni tatuni la moto. Kwa hivyo Simba inabidi wacheze hapa, ngoje tuharakishe. Yaani ndio maana nimesema hivi. Unajua, kwanza tumpongeze Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza kumteua mtu ambaye kwenye michezo yeye anajua kila kitu. Si unanielewa? Ndio faida ya kuwa na mtu kama Gerson Msigwa. Kwanza nikwambie, siriga ya Gerson Msigwa ameshuka mpaka chini. Kila mwanamichezo anajiona kama yani serikali iko karibu naye, iwe kwenye ngumi, iwe kwenye mpira, iwe kwenye mchezo gani wa aina yote ule. Wanaona kabisa tuko karibu na serikali zaidi kuliko hata viongozi wengi ambao washawahi kupita katika nafasi za ukatibu mkuu kwenye michezo. Kwa hiyo hata hili alivyolichukua, kwa sababu yeye ni mwanamichezo, akajua jinsi ya kulifikia na fikaje. Hata jinsi kuwafikia hao viongozi, kuwapigia simu ilikuwa ni rahisi sana, kwa sababu anajua na anajua jinsi ya kuenenda katika mambo. Kwa hiyo mimi nimpongeze kwa taarifa ambazo nimezipata. Watu wanaweza wakasema umezipata wapi? Sisi ni wanahabari. Wameniambia bwana, kitu ambacho amekifanya Msigwa karahisisha kwamba Simba watatumia uwanja wa Mkapa. Bila nguvu zake inawezekana hata mambo mengine yangeweza kuinuka. Ile kauli yake aliyoizungumza akasema hata leo waje. Maana yake hata wewe ukiambiwa bwana nakuja mwezi ujao, akamwambia hata kesho uje, niko vizuri. Maana yake uko vizuri, kwa unajiamini. Kwa ile kujiamini tu kwa Msigwa na kuaminisha kwamba uwanja uko tayari na uko vizuri kwa Simba kuutumia, kila kitu kiko sawa sasa hivi. Na nilikuwa na utazama uwanja wa Mkapa, kuna picha moja nimeiona. Bwana yani pametulia. Ile pitch ile kijani, yani Mkapa ni njema. Kwa hiyo mashabiki wa Simba ambao walikuwa na hofu kwamba dimba la Mkapa itakuwaje, itatumika ule uwanja. Watu wajiandae kwa ajili ya kwenda kuhamasisha timu yao. Tarehe 9 tarehe 2 ndo anacheza mchezo ugenini, lakini mpaka tarehe 9 wacheza kwa Mkapa. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kafu wenyewe mpaka dakika licha kwamba hawajaenda kuangalia uwanja kucheki official, lakini wao wameridhika kwamba uwanja uko sawa sawa. Nakumbuka bado uko katika matengenezo uwanja. Maboresho, yani tunaweza kusema maboresho. Kwa hiyo sehemu ya pitch panazingatiwa sana. Kwa Gerson Msigwa mimi nimpongeze sana, nimpongeze serikali kwa ujumla na watu wengine ambao wanahusika kujali uwanja. Watanzania tumempata mtu ambaye yuko sahihi katika eneo la upande wa michezo. Nani ambaye akimwona Msigwa aoni michezo, aoni furaha? Iwe ni timu kubwa, ziwe timu za kawaida, wanaona ni mtu ambaye anajua michezo. Unajua tulipita kipindi fulani, sasa kuongelea vibaya watu wengine kwamba hawakutenda haki, sio kweli. Lakini kile kitu ambacho amekiongeza Gerson Msigwa kwenye michezo ni kitu kikubwa sana. Wadau, hakuna mdau ambaye anajiona kama mpweke. Wakati wote anajua chochote ambacho kitatokea serikali iko karibu na sisi. Ni kwa sababu ya Gerson Msigwa kuwa karibu na matukio. Huenda angekuwa ni katibu mwingine ambaye hajui kariba ya michezo, pengine labda mpaka sasa hivi tungekuwa nawapigia simu atakafu, bwana tarehe 20 nimeshapita mjaja. Ikifika siku fulani, unajua kwenye mpira pia kuna figisu. Unaweza ukashanga ile timu inatoka Misri, ujue Al-Masri inatoka Misri. Umeelewa? Na jina la Misri wao ndo wanalizalisha wale. Al-Masri ndo timu kongwe zaidi ya Ahali. Ndo jina la Misri limetokea kwake. Umeelewa? Kwa hiyo ukongwe wake yani ofisi za kafu unajua ziko wapi, viongozi wengi wa kafu na vitu kama hivyo wanatoka wapi, hata figisu kubwa ambazo zinafanyika zinatoka kule. Kwa ukute labda pengine ingetumika hiyo kama njia tu kuona uwanja wa Mkapa usitumike ili Simba wapate ugumu. Lakini sasa hivi
jambo limekuwa zuri kutokana kwa katibu wa michezo wa Wizara ya Michezo, Tamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa. Amefanya kitu kikubwa sana. Kwa wana Simba wajiandae tu kwenda kwa Mkapa siku itakapokuwa imefika. Manake kafu tayari mambo yamekuwa bie. Sawa bana, tuhame hapo kidogo kwenye uwanja. Lugano, ulisikia kauli ya Wallace Karia kuhusu vyombo vya habari, hususan vya Dar es Salaam? Bwana, nilisikia kwanza. Yaani wakati nasikia nikasikia joto. Unajua joto afu unapigwa na baridi ghafla. Kwa nini? Unajua Wallace Karia mimi namheshimu sana. Ni rais wa mpira wa miguu Tanzania. Umenielewa? Lakini wakati mwingine huwa anakuwa na ajipange hasa katika maneno yake ambayo anazungumza. Kuzungumza sometimes ni kipaji. Kuna watu wengine ambao wana uwezo wa kuzungumza katika viwango vizuri sana kupangilia maneno ya kuzungumza. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kuzungumza kitu ukaleta taharuki au ukatengeza migogoro. Kutuambia sisi ambao tuko Dar es Salaam tuna mambo yetu, atazungumza na watu wa Tanga. Nifikiri pengine angesema tutazungumza na watu wa mikoani. Sawa, Dar es Salaam tutaachana nao. Ukisema watu wa Tanga, manake hata watu wa Mwanza, Kigoma, sehemu gani wote umewatenga, nataka watu wa Tanga tu. Ile ina picha gani? Na huko unakotoka. Hiyo ina picha gani? Ukiwa rais wa mpira wa miguu Tanzania. Kiukweli haikuwa sawa. Haikuwa sawa kwa sababu inajaribu kwenda kutengeneza picha ya kuonekana kama anawachukia waandishi wa habari, hasa wanaokosoa. Mimi ni moja kati ya watu ambao mimi binafsi nilimpongeza kwa kauli yake ambayo aliisema. Kutoa picha na mwongozo kama president ni kitu kizuri kuliko kukaa kimya kusubiri kamati kipindisha mmepinda wote. Lakini ukiwa na mtandao wanaweza kawa wanakupinga. Umeelewa? Wanakupinga hawezi kuwa maadui. Haitaki kwa kiongozi kama Wallace Karia kutengeneza picha kwamba mtu akiwa na mawazo tofauti na wewe basi ni adui. Haitaki kuwa hivyo. Na yeye anatakiwa tutengenezee pia hata kwenye vilabu vingine kwamba mtu anapokukosoa haimaanishi wewe ni adui yako. Pengine ni kwa nia nzuri. Hata kikwambia bwana hebu jiuzulu, sometime inawezekana na maana nzuri sana kwa kujengea heshima kwako kuliko sawa ambavyo mtu akikaa kimya. Kwa hiyo mimi naheshimu kazi kubwa ambayo ameifanya. Sawa, miongoni mwa watu ambao mimi nimeposti hata ile post yao ya yale ambao ameyafanya. Hata kesho mimi nitazungumzia, kesho kutwa nitazungumzia kwa sababu yanaonekana yako wazi. Kwa hiyo awe tayari kukosolewa kwa sababu hata watendaji wake kuna sehemu wana makosa yao. Mimi binafsi ukiniambia watu ambao nawaheshimu, ukiachana na CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo kwa kazi ambayo anaifanya. Sasa hivi ratiba ya TFF ya bodi ya ligi iko katika wakati sahihi, yani inaisha kwa tofauti na jinsi ambayo tulikuwa tunasubiria, labda utakuta labda ongezeka mwezi mmoja, sio nini. Anajitahidi kubalance. Mapungufu hatukosei hapo. Lakini ni mtu ambaye kaweza kuendo yale ambayo tulikuwa tunayataka. Si umeelewa? Tunakuja kwa Karia. Ni mtu ambaye kafanya vitu ambavyo kila Mtanzania anaweza kuzungumzia. Si umeelewa? Njoo kwa Mguto. Alivyovifanya lazima watu wamkosoe, na ndio maana tunamwambia Mguto kafanya mengi makubwa sana. Si ndio? Lakini ni wakati sasa wa kumsaidia mzee wetu huyu apumzike. Na kumbuka Mguto sio mwenyekiti wa klabu yoyote mpaka dakika hii. Kwa nini anavisemea vilabu? Hiyo nguvu ya kusemea vilabu anaitoa wapi? Kisa anahusika na Coastal yule. Yule sio mwenyekiti wa Coastal Union. Mwenyekiti wa Coastal Union ni mwingine. Sasa kama ni swala la Coastal Union kuwa na mwenyekiti, wamchukue ambaye yupo kwa Coastal Union au mwenyekiti. Ndio maana utakuta anakuja anazungumza. Sawa? Lakini yule sio mwenyekiti wa klabu sasa hivi, alishatoka kwenye uongozi huo. Sasa katika hayo unaweza kuhoji kwamba Wallace Karia anafaidika na nini nyuma ya mzee Steven Mguto, kwa sababu sio mwenyekiti wa klabu yoyote na anakuwa mwenyekiti wa bodi kwenye ligi. Anamwakilisha nani? Wakati mwenyekiti wa Coastal yeye yupo Coastal Union na vilabu vingine hakuna mtu ambaye yuko mle ndani. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi binafsi napokea kila anachokitoa Wallace Karia, lakini mimi namshauri ajaribu sana kutafuta maneno ya kuzungumza ambayo hayagombanishi watu. Yeye ni president. Anaweza kawaambia, anaweza katamka lolote hata kwa wasaidizi wake, wakajikuta anasema fulani hatumtaki kumuona kwa sababu yeye tu kakosea kumtaja. Si umeelewa? Kwa hiyo unapokuwa na mamlaka lazima ujitahidi kubalance maneno ambayo yataweza kukusaidia. Umeelewa? Yatakaweza kukusaidia kutokuleta migogoro. Kwa yote katika yote mimi niseme kwamba pamoja na mengi mazuri ambayo ameyafanya, lakini kuna namna ambayo lazima atafute maneno ya kwenda kuwafikia watu. Hiyo migogoro mingine itakuwa haina maana kutokea ambayo haina msingi. Kwa hiyo
Sijamwona mtu yote anayesema Wallace Karia ajiuzulu. Hakuna. Hakuna mtu ambaye anasema Wallace Karia hakuna hajafanya chochote. Hakuna ambaye anasema Kasongo hajafanya chochote. Tunachokisema ni kile ambacho kimetokea. Kwa maana maamuzi ambayo yametokea kwamba hayakuwa sahihi. Kwa hiyo yeye angekubaliana nayo. Na mimi nimetoa kitu kwamba mpaka dakika hii tupate solution. Tunahitaji kuwa na kamati huru ambayo inaundwa hata na Karia mwenyewe atengeneze kamati huru iweze kurekebisha hili swala. Na kama akishindwa walipeleke kwa nani? Kwa president, kwa maana Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Aliweke wazi, arahisisha mambo. La sivyo Yanga watasimamia msimamo wake, Simba msimamo wake, mpira utachezwa, sifa mbovu itaenda kwenye mataifa mengine. Sisi Tanzania tunahitaji kuwa na heshima zaidi hapa tulipo kuliko kitu ambacho kinaendelea. Shukrani sana. Asante sana.